Naona kuna wengine wabaki kidogo huko, si watakuja. Wanakuja. Ila sasa sisi tutaendelea tu. Sawa. Ili watukuta pale ambapo tutakuwepo. Karibuni sana. Kwa hiyo sasa mimi kwa majina naitwa Kulwa Matiasi. Ni muhifadhi wa makumbusho haya ya Livingstone. Kwa hiyo sasa maelezo yetu huwa yanaanzia hapa. Kwa hiyo hapa tulipo sehemu hii ni sehemu ambapo maji ya ziwa Tanganyika yalikuwa yanafika hapa zamani mwaka 1869, lakini sasa hivi kama mnavyoona maji yamesogea, ni umbali wa mita 200 sasa kutoka hapa kwenda ziwani. Kwa hiyo kuna sababu ambazo zimepelekea maji haya ya ziwa Tanganyika kuweza kusogea, na sababu ya kwanza ni mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini sababu nyingine ya pili ni ongezeko la watu kwa maana ya population, kwa sababu kipindi hicho Livingstone wakati anakuja idadi ilikuwa ni ndogo sana, lakini tukiangalia sensa mwaka 2022 wakazi wa hapa Kigoma ni 2,475,000, lakini leo ni miaka 4 mbele, kwa tunaweza kawa tunakadiria kuwa na watu 3,000,000 mpaka sasa wenyeji wa hapa wa mkoa mzima wa Kigoma. Kwa unaweza kaona kwamba watu wameongezeka sana, kwa matumizi ya maji yameongezeka. Mbali na hilo, kuna nchi nyingine jirani ambazo zinatumia maji ya ziwa Tanganyika, ambapo kuna nchi kama Kongo, Burundi, Zambia wanatumia maji ya ziwa Tanganyika. Lakini pia ziwa Tanganyika limepitiwa na bonde la ufa. Kosa lile bonde la ufa huwa lina tabia kulipuka mle ndani, wanaita mlipuko wa volkano. Kwa sasa ile volkano ikilipuka ndani kwa ndani, zile nyufa huwa zinapasuka. Kwa hiyo zikipasuka chini zile nyufa, maji huwa yanazama chini, yanaenda kuziba lile gap ambalo limeachwa wazi na ile magma. Kwa hiyo inapelekea maji ya ziwa Tanganyika kuweza kusogea. Hizo ni sababu chache tu ambazo tunaona ni sababu zilizosababisha kuchangia kwa maji ya ziwa Tanganyika kuhama kutoka hapa tulipo kwenda huko ziwani. Kwa sasa Ujiji ni sehemu ambayo ni mji mkongwe, ndio maana tunaenzi historia ya mji wa Ujiji, kwa sababu ni miongoni mwa miji mikongwe Tanzania, ukijumlisha Bagamoyo, Kilwa, Mikindani, Mtwara, Zanzibar. Na mji wa Ujiji ulikuwa ni mji wa kale ukilinganisha hata na Dar es Salaam. Kwa hiyo kwamba kumbe tulianza na Ujiji kwanza, alafu na miji mingine kafuata. Kwa hiyo ilikuwa ni center ya biashara watumwa. Wakati huo watumwa walikuwa wanatolewa Kongo, wanaletwa hapa Ujiji, na baadaye hawa watumwa walikuwa wanasafirishwa kwa pwani. Wakianzia hapa Ujiji wanaenda Tabora, walikuwa wanafuata hiyo njia ya kati ya tumwa. Toka hapo Tabora wanaenda Manyuni, wanaenda Mpwapwa Dodoma, wanaingia Bagamoyo. Wakishafika Bagamoyo walikuwa wanasafirishwa kupelekwa nchi mbalimbali ambazo zilikuwa zinafanya biashara watumwa. Tuna nchi kama Kongo, tuna nchi kama walikuwa wanaenda Brazil, Ufaransa, Madagascar, visiwa vya Reunion, na wengine walikuwa wanaenda katika makoloni ya Uholanzi kwa Afrika Kusini. Kwa hiyo sasa hivi hapa Ujiji tumebaki na ushahidi wa miembe ambayo ilipandwa karne ya 18, 19. Kwa hiyo ukianza kufuata hiyo miembe unaanza nayo hapa Ujiji, unafika moja kwa moja mpaka Bagamoyo, inapatikana Kagera, Ujiji. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kumbe hiyo miembe pia ni kivutio kwa wageni na watalii wanapenda sana kuona miembe hiyo, kwa sababu watu wengi huwa wanafanya matembezi, wanatembea kwa miguu. Wakitokea hapa Ujiji wanaenda moja kwa moja mpaka Bagamoyo kuonja yale machungu ya ndugu zetu wale watumwa waliotembea kwa miguu, lakini pia kufanya kumbukumbu ya Dr. Livingstone na Bwana Stanley walivyotembea njia. Kwa ni miembe ya kihistoria ambayo nayo inatakiwa ilindwe, itunzwe, ili baadaye kizazi kingine waweze kuikuta hiyo miembe na wapate masimulizi haya ambayo yaliyotendeka zamani. Kwa hiyo walipanda
ipo mpaka leo. Kwa kama tutapenda kuona miembe hiyo, basi tutaenda kuiona, na watu wengi huwa wanatembea kwa miguu. Kwa hiyo mpaka sasa ipo inaenziwa, na tunategemea kutengeneza barabara kwa baada ya miaka ya ijayo, ambapo sasa hiyo barabara hata kama ni ya changarawe watu wataweza kuendesha hata baskeli, kufanya utalii wa kuendesha baskeli kutoka Bagamoyo kuja Ujiji au kutoka Ujiji kwenda Bagamoyo. Hata kama ni kwa miguu, watu watafanya matembezi yao, watatembea kwa miguu kutoka Ujiji kwenda Bagamoyo. Kwa ni miembe ya kihistoria. Kwa hiyo kiufupi ni hivyo tu kuhusiana na maji ya ziwa Tanganyika pamoja na biashara ya watumwa. Kwa hiyo sasa baada ya hapo tutaenda kuona sehemu nyingine ambayo Dr. Livingstone na mwenzake bwana Henry Morton Stanley walipokutana hapo chini ya mwembe. Kwa hiyo tutaenda juu tuende tukapate maelezo, lakini pia natoa nafasi kwa wale ambao watakuwa na maswali kuhusiana na maelezo ambayo nimeeleza hapa kuhusiana na biashara ya watumwa pamoja na maji ya ziwa Tanganyika. Karibuni sana. Kwa kama kutakuwa na swali, basi naweza mkauliza maswali kabla sijaendelea mbele. Karibuni. Katika haya maji ya ziwa Tanganyika, tunaambiwa lile jahazi la Nuhu, baadhi ya ubao eti ulibakia katika ziwa Tanganyika. Ni kweli? Na baadhi kwamba kuna ubao ambao unapatikana. Ubao. Lile jahazi la Nuhu. Lile jahazi la Nuhu. Inasemekana kama kuna kakipande ka ubao. Kakipande ka ubao kalikuwemo humu ziwani. Aha. Kwa kweli hiyo historia sijaifanyia utafiti, sasa itabidi sasa nifanyie utafiti. Ila mimi nilivyosikia tu kwamba masalia labda ambayo yalibaki kwenye ziwa Tanganyika ni kwamba ile meli ya MV Liemba iliopolewa. Kwa baada ya kuopolewa kuna baadhi ya masalia ambayo yalibaki MV Liemba, ndio ni meli kongwe duniani ambayo ilizamia kwenye mdomo wa mto Maragarasi. Ile miembe ambayo umesema kwamba ilikuwa ni njia ya watumwa, ndio kupitisha kutoka hapa kwenda Bagamoyo. Ndio ina maana mtiririko wa miembe bila kukatika mpaka Bagamoyo, njia barabara ipo na miembe yake mpaka Bagamoyo, au kuna sehemu labda miti ilikatwa, hiyo miembe ilikatwa? Ile miembe ambayo tunazungumza hapa leo ni miembe ambayo sio kwamba ina mwendelezo, inarukaruka. Kwa unaweza kaanza hapa Ujiji ukatembea na ile miembe labda kilomita, tuseme kilomita labda 20 au 30, unaenda huko vizuri kabisa. Alafu ukienda kwa mbele utakuta fungu jingine la miembe halipo, utembea tena umbali fulani unakutana nayo. Kwa sasa ndo kuna harakati au kuna kampeni ambayo imeanzishwa ya kuweza kupanda miti mingine, kwa sababu tunategemea miembe hii kwa baadaye imeombewa ingizwe kwenye urithi wa dunia, ingie kwenye World Heritage. Sasa ikishaingia kwenye urithi wa dunia, ina maana ni kwamba watapanda miembe mingine ambayo itakuwa ni mbadala. Ile pale imekauka kwa sababu ya mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini pia kuna mabadiliko ya tabia kwa maana ya ukame, lakini kuna wengine wamekata ambao hawana elimu. Utajitahidi kuwapa elimu wale watu ambao hawajui umuhimu wa ile miembe. Sasa sehemu ya Ujiji ipo, je, na sehemu kule pwani kuna kipande cha miembe ambacho kipo? Ipo Bagamoyo, ipo pale wanapaita Msalabani pale kwenye makumbusho ya Bagamoyo. Ipo kabisa, na kuna barabara ambayo ile miembe inatoka baharini kule inaenda moja kwa moja mpaka kwenye yale makumbusho. Ukianzia kule ama ukifuata utakuja kutokezea Ujiji. Katikati tu hapa ndo miembe haipo. Ila sio kwamba haipo kabisa. Unakuta miwili mitatu, ila inakuongoza tu, kwa sababu unaweza kutembea kilomita kadhaa unakutana mingine, ukitembea hapo kidogo ukiendelea unakutana naye na hiyo tena. Na ushahidi huo ni kwamba siku ukibahatika kwenda na usafiri wa treni, basi utaweza kuiona vizuri kabisa, kwa sababu leo ilikopita na miembe imepita huko
japo wajenzi wale wa reli ya kati walifuata ile miembe. Kwa hiyo miembe ilitangulia, alafu baadaye na reli ya kati ikafuata. Kumbe iliwasaidia pia hata wakati wanajenga reli ya kati ile miembe kuifuata. Lakini hata wakati wanajenga sasa hivi wanataka kujenga ile SGR, wamezingatia hilo. Wamezingatia kwa sababu wamewafuata wataalamu wa mambo ya kale, wakafanya utafiti, wakaitembea ile njia kwa miguu, ili wakati watapoanza kujenga ile reli ya SGR wasiweze kulikata ile miembe. Kwa maana ile miembe itaendelea kutunzwa mpaka kizazi hadi kizazi. Sorry yangu. Kae hapa. Kauli mbiu nasemaje jamani? Kijiji yetu. Sawa, nimeipenda hiyo. Nimeipanda kauli mbiu. Sawa. Kwa sasa hapa tulipo sehemu hii, Ujiji yetu, fahari yetu, Ujiji yetu. Karibuni sana. Kwa sasa hapa tulipo sehemu hii ni sehemu ambapo Dr. David Livingstone na Stanley walikutana hapa chini ya mti wa mwembe. Kwa hiyo napenda tu nieleze historia ya Dr. David Livingstone. Yeye Livingstone alikuwa ni Mwingereza ambaye alizaliwa katika mji mdogo wa Blantyre huko Scotland. Alizaliwa tarehe 19 Machi mwaka 1813. Baba yake alikuwa anaitwa Neil, mama yake alikuwa anaitwa Mary Hunter. Kwa Livingstone alikuwa ni mtoto wa pili katika familia ya watoto watano. Livingstone alikuwa anajituma sana katika kazi zake. Hata akiwa kijana mdogo wa miaka 10 alikuwa anafanya kazi, alikuwa anajituma sana. Kwa sasa Malkia wa Uingereza alimpenda sana, na familia yake ya kifalme wakaamua kumchukua Dr. Livingstone na wakamsomesha kuanzia shule ya msingi mpaka chuo. Alisoma katika chuo cha Cambridge University huko Uingereza akisomea madawa. Kwa hiyo alipomaliza hayo mafunzo yake ya udaktari, aliweza kuja Afrika mara 3 kwa nyakati tofauti, ambapo safari yake ya kwanza ya Dr. Livingstone kuja Afrika ilikuwa ni mwaka 1841. Alienda moja kwa moja huko Afrika ya Kusini. Alipofika huko Afrika Kusini, alikutana rafiki yake ambaye alikuwa anaitwa Robert. Robert akampokea Livingstone, wakawa wanaishi wote pamoja. Alioa Afrika Kusini, alioa mtoto wa rafiki yake ambaye alikuwa anaitwa Mary. Walifanikiwa kupata watoto 3, 2 walikuwa wa kiume na mmoja alikuwa ni wa kike. Na baadaye ilipofika mwaka 1852, mke wake kipenzi Mary alifariki dunia kwa ugonjwa wa malaria. Kwa Dr. Livingstone alipofiwa na mke wake, aliathirika sana kisaikolojia, akaamua kuwarudisha wale watoto wake Uingereza kwa ajili ya masomo. Baada ya kuwarudisha wale watoto wake Uingereza kwa ajili ya masomo, basi Dr. Livingstone alikuja safari nyingine ambayo ilikuwa ni safari yake ya pili Afrika. Safari ya pili Dr. Livingstone alikuja kwa lengo la kufanya upelelezi. Kwa alikuja kama mpelelezi. Kwa tunavyosoma vitangulizi vya wakoloni, yale makundi 3 ya vitangulizi vya wakoloni ambao tunakuta kuna kundi la wamishonari, wapelelezi na wafanyabiashara, yeye tunamkuta katika kundi la wamishonari, lakini tunamkuta katika kundi la wapelelezi. Kwa safari yake ya pili alikuja kama mpelelezi. Alikuwa anaangalia chanzo cha mto Zambezi. Alitembelea nchi ya Zambia huko, akaenda Zimbabwe na akakutana na maporomoko ambayo kwa jina la kiasili yalikuwa yanaitwa Mose Oatuni. Kwa Livingstone akaamua kuyabadilisha yale maporomoko, akayaita maporomoko ya Victoria. Na baada ya hapo akaandika kitabu kuhusiana na utafiti huo. Alipoandika kile kitabu, akapeleka ripoti zake kule Ulaya. Baada ya kupeleka ripoti zake kule Ulaya, akapeleka zile taarifa kwao kule Uingereza.
Walipopeleka zile taarifa kwa Uingereza, yule malkia pamoja na familia ya kifalme walimtuma Dr. Livingstone aje Tanzania, na alikuja Tanganyika safari ya 3 ambayo ilikuwa ni ya mwisho. Safari yake hiyo ya 3 alikuja kwa lengo la kupinga biashara watumwa. Safari yake ya 3 ilikuwa mwaka 1866. Alianzia katika chanzo cha mto Ruvuma akaenda Mkindani Mtwara. Baada ya kutoka Mkindani Mtwara alienda Ziwa Nyasa. Alipotoka Ziwa Nyasa akaenda Ziwa Bangweru. Baada hapo akaenda Kongo Manyema. Kwa alipofika kule Kongo Manyema alikutana na wafanyabiashara wa biashara watumwa. Kwa hiyo Livingstone alianza kukomesha biashara watumwa akiwa Kongo. Alipoanza kukomesha biashara utumwa alikuta imeota mizizi, imeshamili sana. Kwa hiyo akaambiwa kwamba chanzo chake ilikuwa ni Ujiji. Kwa hiyo sasa Ujiji ndio kituo cha kwanza cha biashara watumwa, ambapo watumwa walikuwa wanaletwa hapa eneo la Usagara, Ujiji, na baadaye wanasafirishwa. Kwa hiyo Livingstone alivuka Kongo maji ya Ziwa Tanganyika hadi hapa Ujiji kwa lengo la kupinga biashara ya watumwa. Kwa alipofika hapa Ujiji, basi alikutana maji ya Ziwa Tanganyika yalikuwa yanafika hapo chini kwenye zile ngazi, na sehemu hii ilikuwa na mwinuko kidogo, maji yalikuwa hayafiki. Kwa akapokelewa na wenyeji ambao walikuwa wanaishi haya maeneo. Wamanyema walikuwepo enzi hizo, Wajiji walikuwepo enzi hizo, lakini pia Waarabu walikuwepo. Basi wakampokea Dr. Livingstone hapa Ujiji. Kwa basi wakati anapokelewa Livingstone aliweka makazi yake, akaendelea kuishi maeneo haya. Kwa baadaye alipokuwa hapa Ujiji alikuwa anajishughulisha na shughuli tu ambazo walikuwa wanazifanya wakazi wa hapa eneo hili la Ujiji, na kufanya utafiti mbalimbali wa maeneo. Kwa basi akiwa Ujiji miaka mingi sasa ikawa imepita. Katika mzunguko wake wa safari yake hiyo ya 3 ilipita miaka 5. Kwa sasa kule Ulaya kukawa hakuna taarifa zake. Kwa kule Uingereza wakawa naamini kwamba Dr. Livingstone ameshafariki dunia, na wengine wakawa naamini kwamba Dr. Livingstone bado yupo hai. Kwa hiyo ili kuamini ukweli huo, mhariri mmoja wa gazeti la Marekani alikuwa anaitwa James Gordon Bennett Jr. akaamua kumtuma mwandishi wa habari ambaye alikuwa anaitwa Henry Morton Stanley. Kwa basi Henry Morton Stanley alikuja kumtafuta Livingstone. Henry Morton Stanley safari yake ilianzia Zanzibar. Alipofika huko akauliza wenyeji kwamba anamtafuta Livingstone. Wakamwambia kwamba Livingstone tunamsikia anaonekana kando kando ya ziwa Uruzi. Uruzi ilikuwa ni ziwa Tanganyika. Kwa basi iliitwa Tanganyika kutokana na samaki wawili. Samaki mmoja anaitwa Ntanga, mwingine anaitwa Nyika. Kwa hiyo ukiunganisha unapata Tanganyika. Ni samaki ambao wana maajabu yake. Sasa sifa zao, Ntanga huwa anaruka juu, alafu mwingine Nyika anapiga shoti ya umeme, lakini pia ngozi ya Nyika ukirusha kwenye mazao, yale mazao yananyauka, hayawezi kabisa kuhimili kusurvive. Kwa basi bwana Stanley alifuata miembe ile njia watumwa akitokea Bagamoyo. Kwa alipokaribia kufika hapa Ujiji alikutana na wasaidizi mbalimbali wa Livingstone, kina Chuma, kina Susi. Walipomwona wakaanza kupiga kelele, wakaanza kushout. Wakawa wanapiga kelele wakisema kwamba Mwingereza anakuja, Mwingereza anakuja. Kwa Livingstone alisimama na kuangalia nani anakuja mbele yake. Baadaye sasa Stanley ndipo alipovua kofia yake, akampigia saruti, akamwambia kwamba Dr. Livingstone, I presume kwamba nafikiri wewe ndiye Livingstone. Walikutana Ujiji, ilikuwa ni tarehe 10 Novemba mwaka 1871. Kwa baada ya kukutana hapo basi Henry Morton Stanley akaanza kumshawishi Livingstone arudi kwa Ulaya, lakini alikataa kurudi kwa Uingereza kwa sababu alikuwa hajatimiza malengo yake. Kwa baadaye waliondoka Ujiji wakaenda Tabora. Walipofika Tabora Kuihala walipumzika miezi 5. Baada hapo wakawa wameachana. Waliachana Tabora, ambapo Stanley alirudi Uingereza kupeleka taarifa zake, kueleza kwamba nimemkuta Livingstone bado yupo hai, anaendelea na upelelezi wake. Halafu Livingstone alienda Zambia huko. Alipofika huko Zambia Chitambo, bahati mbaya sana yeye alikutwa na mauti, kwa akawa amefariki dunia. Fariki dunia tarehe 1 Mei mwaka 1873. Kwa baada ya kufariki dunia, wasaidizi wake Chuma na Susi wakaamua kupasua tumbo lake, wakatoa vitu vya ndani vikiwemo tumbo, maini, moyo na vitu vingine vya ndani vinavyofanya mwili kuoza haraka.
Baada ya kutoa vile vitu vyote vya ndani, walimkausha wiki 2 juani. Baadaye ndipo wakapeleka mwili wake Uingereza. Kwa walienda kuzikwa Uingereza ndani ya kanisa ambalo lilikuwa naitwa Westminster Abbey. Kwa sasa ile safari ilichukua mwaka mmoja, wakiwa njiani wakipeleka mwili wa Dr. Livingstone. Kwa hiyo hiyo ndiyo historia ya Dr. Livingstone. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kufia hapa. Alifia Zambia. Kwa watu wengi sana hiyo huwa inawachanganya. Watu wengi wanaamini kwamba Dr. Livingstone alifia Ujiji, lakini kumbe sio. Alifia Zambia. Walimtolea utumbo moyo Zambia, alafu wakamkausha, wakamwekea asali, vitunguu saumu, dawa zingine za asili, wakamtreat vizuri, alikauka vizuri. Baadaye wakabeba maiti yake ule mwili, wakitoka naye kule Zambia, wakaenda naye Bagamoyo pale msalabani, wakamhifadhi siku moja, na baadaye wakaendelea na safari kutoka pale Bagamoyo kwenda Zanzibar. Basi walipofika Zanzibar, walikutana majahazi au mashua yale ambayo yalikuwa yanabeba wale watumwa. Kwa baadaye mwili ukapelekwa Uingereza, ulizikwa Uingereza ndani ya kanisa ambalo linaitwa Westminster Abbey, kanisa ambalo watu mashuhuri huwa wanaweza kuzikwa mle ndani. Safari kutoka Zambia au kila kana Kigoma? Hapana. Alifikia hapo Ujiji. Je, wakazi wa Ujiji wananufaika nini na hichi kituo hapa? Uingereza huwa haitumi fungu. Eneo hili la makumbusho ya Dr. Livingstone ipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, idara ya mambo ya kale, lakini pia imekasimishwa na Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA, kwa chini ya Hifadhi ya Taifa ya Gombe. Kwa hiyo sasa mapato yote ambayo yanapatikana yanakusanywa kama mapato ya serikali. Kwa hiyo serikali ndiyo inayoingiza mapato haya ya makumbusho, lakini pia kufaidika, wakazi wanafaidika kwa sababu kuna wateja ambao wanakuja kutembelea makumbusho. Sasa wateja wakija kutembelea makumbusho, wale wanaowaleta hapa Ujiji kwenye makumbusho ni wenyeji wa hapa Ujiji. Mgeni kashuka kule Bakwata, kashuka barabarani, anataka kupeleka makumbusho. Kwa wale vijana ambao wanafanya kazi za bodaboda na bajaji wanapata chochote. Lakini maendeleo ya jumla huwa tunaona kama hizi wanavijiji wanaopakana na mbuga za hifadhi za wanyama. Ukienda kule Serengeti kuna Fort Ikoma kama unafahamu. Kuna nyingine naita Paki Nyigoti. Wale wanavijiji jinsi ulivyosema inakuwa kama kidogo labda huku inakuwa sio utaratibu ambao ndani na wale, lakini wale wanahudumia wananchi, wanachukua familia ambazo watoto ambao hawajiwezi. Wizara ya Maliasili hiyo na uongozi wa TANAPA unachukua na wasomesha, lakini nanunulia vifaa vya shule, lakini nawasaidia na wakazi wanaozunguka hicho kijiji huduma mbalimbali za kijamii kama maji na matibabu. Sawa. Sasa nyinyi hapa mna mpango gani? Kwa sababu kituo chenyewe bado kichanga, na hata ukiangalia mapato yanayopatikana sio mapato mengi sana, lakini tuko chini ya hifadhi ya taifa. Kwa kama wanafanya hifadhi ya taifa labda Gombe, ina maana na sisi vile vile tunaingia. Kwa nini hichi kituo kimeanza mwaka gani? Hiki kituo kimeanza mwaka 2000 na rasmi kabisa. Kilianza zamani kidogo baada tu ya wakoloni kuja kutembelea hapa Ujiji mwaka 1918, lakini mwaka 2006 Nazungumzia kwa ujumla, 2006 ndo kilianza kufanya kazi kikiwa chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, na mapato yakaanza kukusanywa. Sasa serikali haitegemei mapato ya hapa tu, ina vyanzo vingi na hasa ina hifadhi nyingi. Nyinyi mna mpango gani wa kuandikia andiko? Mkaandika andiko mkalipeleka wizarani kwamba sasa imefikia wakati wananchi, kwa sababu wananchi wa Ujiji mapendekezo yao ni haya na haya. Kwa hiyo hilo mnalionaje? Kwa sababu ni sahihi kabisa. Huyo bwana Livingstone alipokelewa na wazee hapa. Lakini wanamsema zaidi Livingstone. Na maana hakuna wazee zaidi ambao walimpokea wakampa ushirikiano. Walikuwepo. Kama walikuwepo, sasa mnaonaje msiandike andiko? Sisi kule juu ili wananchi hapa kanufaika. Sisi kwa mfano kama kuna mahitaji ambayo yanahitajika kufanya
au kufanyiwa kitu chochote, labda kufanyiwa mradi wowote, huwa tunapata barua maombi, labda wananchi wenyewe sasa ambao wanazunguka maeneo haya, labda wanahitaji madawati, wanahitaji nini, tunaweza tukawaomba watuletee barua ili na sisi sasa tuipeleke kwa wale wahusika. Yaani nyinyi mnawaomba wananchi husika, wale wahusika ambao watakuwa wanahitaji mahitaji yoyote, labda kufanyiwa mradi wowote, watatuletea maombi na sisi kwa sababu sisi hatuwezi kuomba moja kwa moja, ila akileta mwananchi au kama ni diwani, mtu yote, kiongozi, mwenyekiti wa mtaa, nani, kwamba labda tunahitaji madawati shule ya Kitongoni, shule ya Dr. Livingstone, sisi inakuwa rahisi pia kuambatanisha. Sisi tunaandika barua na ile barua ambayo labda mwananchi au shule au ni hospitali, inakuwa ni rahisi zaidi. Kwa hiyo tutalifanyia kazi. Sawa. Swali langu mimi nasema Dr. Livingstone alikuja mwaka 1860 hapa. 1869 akakuta makabila mawili hapa, Wamanyema na Wajiji, sio? Kwa Wamanyema walikuwepo hapo kabla ya mwaka 1866, si ndio? Wamanyema walikuwepo. Waha wametoka wapi sasa? Hili kabila la Waha limetoka wapi? Maana wanaonekana Wamanyema kwa mtazamo wa watu wengi kwa ni wakimbizi, yani ni watu walikimbia huko Kongo wakaja huko. Walikuwepo hapa tangu mwaka 1866 au 69 walikuwepo hapa. Hata Livingstone aliwakuta Wamanyema hapo na Wajiji, lakini hawa Wamanyema ndio wanaonekana sasa hivi ni wakimbizi. Wao wanakuwa sio nchi yao hiyo, wametoka Kongo, wametoka wapi? Sasa Waha walikuwa wapi wakati huo? Yani ukianza kufuatilia historia ya original ya makabila yetu utagundua kwamba anaweza akawa usipata hata Mtanzania hata mmoja, kwa sababu wengi Kwa sababu zipi? Kwa sababu watu wengi wametoka maeneo mbalimbali. Kwa mfano kama Waha ambao wanazungumzia hapa kwa kiongozi, Waha wanasema kwamba walitokea Burundi, wengi wao walitoka Burundi na wakaja Kigoma. Walikuwa shughuli zao walikuwa ni uwindaji ambao waliingilia maeneo ya Heroju, na ndio maana kule Heroju ndio utakuta ndio kwa chimbuko lao kule Kasulu, kwa wakasambaa wengine wakaingia huko. Kwa Waha original yao ni Burundi. Kwa walikuja hapa wakuta Wamanyema na Wajiji wapo. Wajiji walikuwepo na Wamanyema. Kuja na Waarabu. Labda swali langu lingine. Wakati anakuja Livingstone na kufikia maeneo haya, wenyeji wa maeneo haya wakiwa walikuwa kina nani, au lilikuwa ni pori tu? Wenyeji wa hapa Ujiji, yaani maeneo haya ambayo yameteuliwa kama ndo ya maeneo ya kihistoria, ndo hayo nimeyataja makabila yaliyokuwepo hapa. Wamanyema walikuwepo, Wajiji walikuwepo, lakini pia kulikuwa na Waarabu. Hapa walikuwa na lima tu au ilikuwa kuna nyumba ya mtu? Kwanza idadi ya watu ilikuwa ni kama nilivyoeleza kwamba ilikuwa ni ndogo sana. Idadi ya watu, kulikuwa na familia 125, na shughuli zilizokuwa zinafanyika hapa ilikuwa ni uvuvi, na ukiangalia watu wengi ambao walitokea Kongo shughuli zao ilikuwa ni uvuvi, wanavua na shughuli hizo za ufugaji, ila hasa shughuli kuu ambayo walikuwa wanaitegemea wakati huo ilikuwa ni uvuvi. Na ndio maana tukiangalia katika historia ambayo tutaona mle ndani, tutaona kwamba Livingstone yote alipokuja, wakati anakuta maji ya ziwa Tanganyika anafika hapo, alikuwa anavua samaki. Kwa maana yake shughuli ambayo alikuwa anaitegemea wenyeji wa hapa ilikuwa ni kuvua samaki. Kwa hiyo ile eneo lilikuwa ni mwalo. Hapo ilikuwa ni fukwe. Ni mfuke wa mwalo. Hapa kulikuwa na mwinuko hapa. Ila chini yake hapo kwenye ile bonde hapo ndo ziwa linaanzia kwenda kushuka hivi. Kwa maana yake alitokea Kongo akaja akatua nanga eneo hili. Na naona kuna jengo hapa. Hili ni jengo la nini au ni nini? Jengo gani? Hili hapa.